Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50. Naomba ukae nami mpaka mwisho. Kwanza ninakuomba tuangalie hii video fupi tu, alafu tutaendelea na somo la leo. Somo la leo ni kuhusu uzaaji wa matunda. Na kama tunavyojua neno la Mungu linatuambia katika Mwanzo 1:28 linasema be fruitful. Hebu tuangalie alafu tutaendelea na somo letu la leo. Asante kwa kuangalia. Wote tunafahamu kwamba matunda yoyote hayawezi kutokea hivi hivi. Kuna mbegu ambayo huwa inapandwa na mkulima, kama tunavyomuona mkulima huyo hapo. Akipanda hii mbegu anaitunza, anamwagilizia, na huko chini ardhini hii mbegu inakufa kabla haijaanza kuchipuka. Ni process hiyo. Unapoona mmea umeanza kukua kama hivyo, huko chini kuna jambo la siri lilitokea ambalo mkulima anaweza kuwa hajaona au mtu mwingine. Tunajua. Sasa na sisi ni hivyo hivyo. Mpaka matunda yetu yaanze kuonekana, kuna mbegu ambayo ilipandwa. Sasa ni mbegu gani ambayo imepandwa katika maisha yetu? Tunapokuwa tunamtafuta Mungu kwa namna mbalimbali, baadaye matunda yetu yana mazuri yanaonekana kama hayo maembe. Hayo maembe yanavutia, ni matunda mazuri ambayo unawaona hao wanaochuma wanayafurahia hayo matunda. Wanaweza kuwa hata wanambariki aliyepanda hayo matunda, kwa sababu matunda ni mazuri na sio mabaya. Lakini kinyume chake ni kweli kwamba adui naye huwa anapanda usiku tunapolala, tunapojisahau, tunapoacha kusoma neno, tunapoacha kumtafuta Mungu. Adui anapanda, na neno la Mungu linatuonya kabisa kwamba tuangalie tunachosikia. Na maneno haya yameandikwa katika kitabu cha Marko na kitabu cha Luka. Bwana Yesu anasema angalia tunachosikia, kwa sababu kila tunachosikia ni mbegu. Mbegu nyingine zinakuwa ni za adui, lakini kiruhusu neno la Mungu liingie kwetu, litafanya kazi njema ambayo tutazaa matunda ambayo yataonekana kwa watu, matunda ya furaha, amani, upendo na mengine kama hayo. Lakini adui akiingia, yeye anapanda mbegu mbaya. Basi tuendelee na somo na Mungu akubariki sana. Basi baada ya kuangalia video hii fupi, ngoja niende kidogo kwa kile ambacho nimekiandaa kwa siku ya leo. Nitarudia tena tu kwa ufupi kwamba matunda ni matokeo ya mbegu ambayo imepandwa, imetunzwa, imemwagiliwa. Na hii ni kanuni ya kiroho na ya kimwili. Matunda yote tunayaona kimwili ndivyo hivyo hivyo, na kiroho yanazaliwa vivyo hivyo, kwa mbegu kupandwa na mbegu kutunzwa na mbegu kuja kutokea kuwa mti au ni mmea, kwa sababu kuna matunda mengine tu hayahitaji mti, ni mmea. Umeona? Na kanuni kubwa ambayo tena vile vile tunatakiwa tujue kuwa mbegu huwa haizai mara moja. Lazima kuna process ya kukua ambayo inahitajika. Sasa kwa nini hili somo ni muhimu? Hili somo ni muhimu kwa sababu Bwana Yesu mwenyewe alituambia mtawajua kwa matunda yao. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi, we do not want to go through the process. Process inaweza kuwa tunaiona ndefu, tunataka shortcuts, na kwa sababu hiyo ya kutaka shortcuts tunaelekea kula matunda mabichi. Mengine tunakula matunda mabichi, wengine hata matunda yenyewe hata yasije yakatokea, kwa sababu hatutaki ku go through the process. Kwa hiyo tunakuwa tuzai matunda, na ndio maana Bwana Yesu akawa amesema kwamba tawi lisilozaa matunda atalikata. Sasa mbegu nayo, mbegu ni nini? Neno la Mungu linatuambia mbegu ni neno la Mungu, na the opposite is true. Maneno mengine tunayoyasikia nayo yanayotoka kwa adui ni mbegu. Kwa hiyo ndio maana Bwana Yesu alisema lazima tuangalie kile tunachokisikia, kwa sababu chochote tunachokisikia kinafanyika kuwa mbegu mioyoni mwetu na kinazaliwa. Sasa alafu cha ajabu ni kwamba mbegu ya adui haihitajiki matunzo, ujue inaota tu kama magugu. Mimi nje kwangu nina majani ambayo yamepandwa, yanatakiwa yawe tu kama ukoka hivi, lakini hamna kitu kinachosumbua kama magugu. Na hata unayomwagia dawa, saa nyingine kuna wakati kuna dawa fulani iliwahi kumwaga ikaunguza ule ukoka wote. Umeona? Yani magugu yakishaingia ni shughuli. Yani tunachotakiwa sasa hivi kufanya ni kung'oa mkoka wote, kuja kusafisha tena, kuweka udongo mwingine, alafu tupande tena ukoka mwingine. Kwa hiyo point ni kwamba kwenye mambo ya Mungu
tunapopanda yani tuwe waangalifu kwenye kumwagilia, na Bwana Yesu alisema adui anapanda magugu wakati wa usiku, tuwe waangalifu tusilale. Umeona? Sasa kama nilivyosema, moyo wetu ndio ardhi yenyewe, ndio udongo wenyewe. Tunatakiwa vile vile tu take care ya mioyo yetu. Neno la Mungu linatuambia linda sana moyo wako kuliko chochote unachokilinda, kwa sababu hapo sasa ndio mbegu inayoingia. Inaweza kaingia mbegu ya adui. Na magugu yakikuta udongo mzuri yanamea na hata kama pakiwa na kitu kidogo na mimea mizuri inainyonga. Na huo mfano Bwana Yesu aliutoa katika Mathayo 13. Alizungumzia aina za udongo na aina ya mioyo yetu, kwamba kuna mioyo ambayo ambayo haisikii kwa sababu ina mwamba. Pale mbegu ikidondoka haipati nafasi ya kuota, ambayo ni mbegu ya Mungu, ya neno la Mungu likija. Lakini sasa umeshaonaga kwenye mwamba pameota magugu yani magugu yanaotaga kokote, shetani anapitisha kokote. Haya, twende huku sehemu nyingine Bwana Yesu ambayo amesema. Bwana Yesu amezungumzia kwamba vile vile kuna moyo wa mtu ambao uko kama njia panda, yani huyu mtu hajui, hayuko kwenye njia kuu kiufupi, kwa sababu Bwana Yesu ndio njia, kweli na uzima. Huyu yuko nje ya njia, adui anaiba tu ile mbegu ya Mungu. Akitupa mbegu yeye anaiba. Haya, kuna huyu mwingine wa tatu, yeye yuko njia kuu, analisikia neno, analifurahia, lakini matatizo yakija yani anakuwa kama anazingwa na miba. Unajua miba inaichoka ile mmea, unakuwa mmea lakini unashindwa kuishi. Lakini Bwana anataka tuwe na mioyo mizuri. Kwa hiyo sasa, kwa nini Bwana anataka tuzae matunda? Kwa sababu matunda hayawezagi kufichwa. Yani watu watayaona tu matunda, na matunda yanamletea faida mwenye shamba lake. Hivi kuna mtu unaweza ukanunua shamba ukapanda mimea usitegemee kupata mazao? Hamna. Na sisi Bwana Yesu ametununua kwa damu ya thamani, na katika damu yake iliyomwagika pale msalabani anategemea kwamba tuzae matunda ili yeye apate faida. Ndio mwenye shamba sasa. Sasa matunda huwa hayafichiki, na matunda yanaonekana katika tabia zetu, maneno yetu, maisha yetu. Yale yanatoa ushahidi wa kitu kilichoko ndani. Yani kule ardhini mbegu gani ilipandwa mpaka imetokea ili tunda chungu. Ndulele hii sio lenyewe, sio tunda lilopanda. Lakini vile vile hebu tujiulize, Bwana Yesu vile vile alisema hivi, je, umeshawahi kuona mti mwema umezaa matunda mabaya? Je, mti mabaya utazaa matunda mema? Ina maana kwamba ukishaangalia matunda ya mtu utajua huyu mbegu yake sio ya Bwana. Kwa sababu gani? Saa nyingine tunakuwa tuna get confused tukiangalia watu ambao wana perform miracles, watu ambao wanafanya kazi mbalimbali, labda ni uimbaji, prophecy, vitu vingi yani katika shamba la Mungu. Tunaweza tukaangalia ile tukaona, huyu ni mtu wa Mungu sana, lakini mbegu gani ambayo iko pale? Kwa sababu vipaji na hizi talents Mungu anazotupa huwa adui nazo anazitumia vile vile kwa ajili ya kazi zake mwenyewe, kwa sababu talent Mungu akikupa hawezi kukunyang'anya. Lakini je, yule mtu, maana Bwana Yesu anasema mtawajua kwa matunda yao. Na sitaki tutumie hii nafasi kujaji watu, tujiangalie sisi. Na ndio maana swali kubwa katika kipindi cha leo, je, wewe, je, mimi nazaa matunda gani? Nikijua matunda yangu yale ndio yataniambia mbegu gani ambayo imetupwa ndani yangu, au mbegu gani naruhusu itupwe ndani yangu, na mimi naimwagilia na mpaka inakuwa. Umeona? Sasa matunda ni aina mbili tu, mabaya na mazuri, na hamna katikati. Na Bwana anataka tuzae matunda mema. Tutaenda kuangalia katika mbalimbali katika vipindi vinavyokuja huko mbele. Umeona? Kiufupi ni kwamba hatuwezi kuficha matunda yetu, na anayefaidika na matunda ni mla matunda, mnunua matunda, mwenye shamba la matunda, sio matunda yenyewe. Je, umeshawahi kuona
mti kama huo hapo ambao ninauonyesha hapo. Mmeshawahi kuona huu mti wa mango? Unakula haya mango au unajua utamu wa hii mango? Hamna, haiwezekani. Kwa hiyo matunda ni kwa ajili ya watu wengine, na sisi tunapozaa matunda mema, sifa na utukufu anapewa Bwana. Kwa wale watu, ndio maana neno Mungu linasema njooni muonje ya kuwa Bwana ni mwema. Watu wanaonja wapi? Si wanaonja kwetu. Wakionja wanasema okay, nataka nimjue huyo Mungu nayemtumikia. Kwa hiyo leo ngoja mimi niishie hapo. Wiki ijayo tutaendelea na hii series, tuangalie jinsi gani ambapo tunaweza tukazaa matunda mema, na matunda hayo ni matunda gani. Tutaenda tunda moja moja na faida zake, na kwa nini ni muhimu. Mwenye shamba anapokuja, neno Mungu anasema anakagua Bwana, akikuta hamna matunda anakata mti. Tusiwe wale wa kukatwa. Mungu awabariki sana. Ninaomba Mungu atusaidie katika wiki hii tukazae matunda mema. Zaeni matunda mema, wote tukazae matunda mema yanayomletea Bwana sifa na utukufu. Mungu awabariki sana.